Hello ndugu zangu wa Tanzania, naamini mko poa sana. Sasa tunaendelea na mazungumzo yetu ya kuzungumzia mustakabali wa taifa letu kwa ukubwa na kwa mifano ya watu waliotangulia. Kule Gaza ya Msumbiji alikozaliwa Samora Machel, mtoto wa mfugaji. Tuliona akili za watu kama kina Samora, walikuwa ni vijana wa wakati huo, walipambania mataifa yao. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Mikombero huko Burundi. Akiwa na umri wa miaka 30 tayari alishapambana, mpindua nchi, kashika nchi katika umri mdogo kama huo. Lakini leo kuna vijana Tanzania hapa, ni vijana wa marika na umri kama huo, ambao bado wakituona sisi tunazungumza na kupambania mustakabali wa taifa letu, wanatuona kama maharamia, wanatuona kama ni watu fulani hatari kwenye taifa. Niwaambieni kitu kimoja. Kama una kitambaa cheusi kwenye upeo wa macho yako, huwezi ukaelewa haya tunayozungumzia. Ndio maana huwa nawaambia kitu kimoja, kabla ya kutukana kwenye comment, watakiwa uelewe kwamba mimi kama Nkobe mwenyewe nilikuja hapa duniani kwa ajili ya wenye akili, ndiyo maana wachache wananielewa. Nilikuja duniani kwa ajili ya wenye akili, ndiyo maana wachache wananielewa. Kwa hiyo utatafuta kundi la kujiweka hapo, wewe unayekomenti upuuzi wakati wazungumzia mustakabali wa taifa. Tumeshazungumza mambo mengi kwenye video zilizoko hapo chini kwenye YouTube channel hii ya Nkobe TV. Vitu vingi sana tumeshazungumza vya wapi tunaumizwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo usitake mimi niifate njia yako. Mimi nakwenda kwenye msitu usiokuwa na njia kutengeneza njia yangu ili wanaokuja nyuma yangu wapite kwenye njia yangu. Sasa wewe kama bado unafuata njia za wengine, basi huna tumaini kwenye maisha yako. Sasa hapa tunavofungua mijadala kama hii kwenye YouTube channel kama hizi, hatuhitaji watu wenye akili mgando. Watu wenye vitisho. Kuna mtu anakuja kwenye comment anaambia wewe hangaika tu. Dakika zako zinahesabiwa. Kila aliyezaliwa na mwanamke, nishawaambia, kila aliyezaliwa na mwanamke ana siku yake ya kufa. Kinachonisikitisha ni kwamba ikitokea uhalifu unafanywa na watu wa kawaida, mnashadadia sana. Tena ka uhalifu kamoja tuwili mnashadadia sana. Hapa mnanikumbusha historia ya mtu mmoja anaitwa Leopold. Leopold aliua Waafrika zaidi ya milioni 20. Leopold aliua Waafrika zaidi ya milioni 20. Lakini Adolf Hitler aliua wazungu milioni 2 tu, akaonekana katili, gaidi la ajabu. Unaona? Hizi ndizo akili mgando mlizokuwa nazo wa Afrika. Leo ndio maana tunawafundisha kuwa na ukombozi wa fikra Afrika. Leo mtu anawaibia mabilioni ya pesa live. Watu wanahangaika na maji, tukisema mnatuona sisi wajinga. Tena unakuja kwenye comment mtu mlala hoi tu, unakuja ku comment na kudhihaki harakati ambazo wanazifanya wenzako. Wakati kuna majizi yanaiba mamilioni ambayo light yale mamilioni yangetengeneza viwanda, hakuna kijana angekaa kijiweni. Na yawezekana kabisa wewe unatoa comment za matusi hapa chini, upo tu kijiweni, huna ajira, lakini umejikuta tu kuwa ni chawa. Sasa faida ya uchawa, chawa akiferi kwenye uchawa atakwenda kwenye kulelewa na wanawake watu wazima, mnaita mashuga mami. Akiwakosa mashuga mami, njia ya mwisho ya mtu chawa ni kwenda kupakwa mafuta tu. Mtoto wa kiume utavunjwa, kesho kutwa utanyoa ndevu, utaanza kuwa mlembo, utaanza kujipodoa, tayari umekuwa shoga. Ndio hatua 3 za chawa anazopitia kwenye maisha yake. Kujipendekeza kunazaa hatua 3. Na hatua ya mwisho ni wewe kuwa shoga. Kwa sababu kwanza hujui ni kwa nini watu wanaongea kuhusu taifa lao. Ukishajiona huwezi kujadili kuhusu taifa lako, wewe kuna warakini. Sisi tunajua ni kwa nini tunafight, kwa sababu tunajua tunalipa kodi. Tunalipa kodi kwenye bidhaa, tunalipa kodi kwenye nini? Kwa nini hivi vitu havifanyiki? Hili taifa lina zaidi ya miaka 63 sasa toka tumepata uhuru. Ni moja kati ya nchi zenye dhahabu nyingi duniani. Ni moja ya nchi zenye mbuga ya wanyama kibao, tuna bandari, tuna nini.
Hatukatai kwamba hata mataifa kama Marekani yana maskini, yana watu wenye shida, lakini si kwa kukosa huduma hizo zote ambazo sisi hatuna. Sisi tuna rundo kubwa la ukosefu wa huduma nyingi ambavyo hatupashwi kuwa hivyo. Mataifa tuliyoyasaidia wakati yakipambania uhuru wao yametuzidi kwa nini? Sasa kama huna uwezo wa kutafakari, usikae kwenye mijadala ya watu wenye akili timamu. Beta ukapita ukaenda kule kwenye zile video za ngono na vitu kama hivyo ambavyo vinalingana na uwezo wako wa kufikiri. Sasa nini nataka kusema hapa? Niwaombeni wa Tanzania, kwanza mjue kuwa mamlaka yote ya serikali yanatoka kwenu. Lakini pambanieni taifa pasi na kuwaza kwamba ni Chadema, ni ACT, ni nani. Hapana. Utanzania tutautanguliza kwanza, lakini tukijua tunachokipambania ni mustakabali wa taifa letu. Kitu kimoja ambacho unatakiwa ukishike, ewe ndugu yangu unayenisikiliza na kunielewa, kwa sababu wanaonielewa peke yao ndio wenye akili timamu. Na ndio maana nawaambiaje, nilikuja duniani kwa ajili ya wenye akili, ndio maana wachache wananielewa. Kwa hivyo sasa niwaombeni ndugu zangu wa Tanzania, kama unajiona umepata upeo wa kuzungumza kuhusiana na mustakabali wa taifa lako, ujue kuna majukumu yafuatayo ambayo ni pamoja na kuikabidhi Tanzania yako kwa wajukuu wa watoto wako ikiwa salama. Na wapambania haki huwa hawazaliwi wengi. Ndio maana unaweza ukaona kule Kongo wakina Mobutu walimgeuka bwana Lumumba. Wakamkamata Mwafrika mwenzao ambaye Lumumba vitu alivyokuwa anavipambania ukivisikia, alikuwa anapambania mustakabali wa kesho ya Wakongomani wote. Lakini kwa sababu ya aina ya mazomboko waliokuwepo pale Kongo wakati huo, wakaona ni bora kushirikiana na hawa wazungu, kwa sababu sisi hatuwezi bila wazungu, pasi na kujua kuwa wazungu ndo hawawezi bila sisi, kwa sababu raw material zote wanaijia kwetu. Wakamkamata mwenzao anayepambania haki, wakaenda kumuua ili wao waishi vizuri. Lakini kaa utafakari, hivi ni kwa nini Afrika kila karne, kila baada ya miaka kadhaa wanatoka watu wachache wanaopambania haki? Ndio maana leo utasikia jina moja moja, unasikia jina moja moja, Samora Machel Msumbiji, South Africa sijui pale nani Mandela, Tanzania pale Nyerere, wapi Fidel Castro, wapi hivi Amiri Kablo, wapi hivi nani. Kwa nini wewe haumo? Maana yake hukuumbwa kwa kusudi la Mungu kupambania haki na maslahi ya taifa ambalo Mungu amekuweka. Kwa hiyo usiwapuuze wenzako ambao wapo radhi kupoteza uhai wao kwa ajili ya hivyo, kwa ajili ya kupambania taifa lao. Kwa sababu hata kipindi cha kina Nyerere kuna watu walikuwa wanawaponda kina Nyerere. Lazima walikuwepo hata kama hawakuandikwa, ambao wao walikuwa wanaona bora tuendelee tu kukaa na mzungu. Na Nyerere wakati huo alikuwa anafanya kazi kwa serikali ya mkoloni. Ila maana angekuwa na tamaa za kijinga na kutoipenda taifa lake, alikuwa na uwezo wa kula na kunywa, lakini alijua mimi nikila na kunywa leo, kesho mamia ya Watanzania watakao kuja miaka 50 ijayo wataendelea kuishi chini ya utawala huu? Hapana, watu wakaamua kupambana. Kwa hiyo unavyoona wenzako wanaongea pointi za kiukombozi ambazo wewe huwezi kuziongea, jiweke kwenye kundi la wajinga watakaofaidika na ukombozi baada ya hao wenye akili kuzungumza. Usiongee. Nenda kwenye video, nenda kwenye channel za watu ambao wanafanana akili na wewe. Kwa mimi niwaombe tu ndugu zangu wa Tanzania ambao mnaiona channel hii ya YouTube ya Mkobe, ina vitu vingi sana vinakuja baadaye ambavyo tunasubiri angalau akaunti ikuwe ili tuweze kuvipandisha, elimu ifike kwa watu walio wengi zaidi. Usiangalie video hii ukaiacha tu. Naomba uguse subscribe, uguse na kile kikengele. Like, comment, share kama unaweza kushare. Naamini hii ni akaunti ambayo itakuwa inakuletea burudani. Ndio maana tumeita Mkobe TV. Itakuwa na vitu vingi kwa pamoja. Itazungumzia mustakabali wa taifa letu la Tanzania, lakini wakati huo itazungumzia mambo mengi ya burudani, vitu gani, mafundisho ya kibiashara na vitu kama hivyo. Mungu awabariki, na mimi nimenielewa sana. Muwe na siku njema.